Mafanikio haya na mengine mengi ambayo kwa sababu ya muda tuwezi kuyasema ndiyo yanayofanya Tanzania ionewe wivu na maadui zetu. Ndugu zangu, wivu haujawahi kuisha. Leo hii wa Tanzania, nchi za majirani zetu karibu wote wameshavurugana. Na leo hii nilikuwa na mkutano mkubwa sana wa utatu kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR, shirika la wakimbizi duniani. Tunafikiria namna ya kuwarudisha wakimbizi wale wa Burundi kurudi kwao, maana wamekaa hapa karibu miaka 40 na wako hapa zaidi ya miaka 40 wamekaa. Sasa tunafikiria warudi kwao kwa sababu masharti ya ukimbizi yameisha, hawataki kuondoka. Tunafikiria kutumia ushawishi wa nguvu ili waweze kuondoka. Kama watu wakimbizi hawataki kuondoka kwetu, alafu sisi hatuienzi na kuiheshimu amani ya nchi yetu, tutakuwa sisi ni wajinga wa mwisho, kwa sababu tunaona na kusikia kwa wenzetu kinachotokea. Vitu vya kuiga vinavyotokea sasa vya kutaka kutuchonganisha kati ya mwenye nacho na asiyekuwa nacho, kati ya mwenye umri mkubwa na kijana, kati ya wadini hii na wadini hii, ni vitu vibaya ambavyo tutakuwa sisi ndio tuliokuwa wasuluhishi wa hao waliokuwa wanaingia kwenye matatizo hayo. Leo sisi tukigombana hapa eti vijana mnachoma rasilimali zenu, tukigombana hapa sisi atakayekuja kutusuluhisha nani? Maana sisi ndio tulikuwa wasuluhishi wa wengine wote huko. Kama Nyerere akifufuka akuta Tanzania tunayafanya haya, atashangaa na atasema hawa sio Tanzania niliowaacha. Naomba niwasihi sana vijana, siku ya tarehe 29, siku ya uchaguzi na siku iliyofuatia, kilichotokea mliona. Nilikuwa napiga simu naambiwa kote huku mmechachamaa kabisa. Sasa sijui mnamchachamalia nani? Maana nikiwauliza hata mliyekuwa mnamchachamalia mnamjua? Na mimi mtu wa Vingunguti hapa tunajuana wote. Maisha yetu ni ya kwenda sokoni, turudi nyumbani tule, na kesho tunaenda kutafuta tena. Twende machinjioni, twende tukafanye kazi, kesho tule tena. Ukikaa siku mbili hujafanya kazi, si unakufa? Sasa ni bora ufe kwa njaa kuliko kwenda kupigana vita ambaye huijui anayekupiganisha vita ni nani na mwenyewe hayupo. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu, kitu cha kwanza ni amani. Kitu cha kwanza ni amani. Vijana wa Tanzania tutunze amani yetu. Vijana wa Tanzania tuienzi amani hii, kwa sababu na sisi wenzenu mnaona tunaanza kuzeeka, tulipokea kutoka kwa wazee, na sisi tutawaachieni na nyie mtaiendeleza. Leo mnapojazibika mnaenda kuchoma vituo vya miradi mikubwa kama ya mwendo kasi. Mwendo kasi ni mradi unaojengwa kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, ambao hawana magari, ili waweze kusafiri. Wewe uliyejengewa tena ndio unaenda kuchoma. Unapochoma, fedha hiyo tumekusanya kodi ya nchi, lakini pia nyingine tumekopa. Maana mpaka leo hii tunalipa madeni yaliyokopwa na baba wa taifa awamu ya kwanza. Mpaka leo hii yako madeni ya awamu ya pili ya Mwinyi. Mpaka leo hii yako madeni ya awamu ya 3 ya Mkapa. Mpaka leo hii yako madeni ya awamu ya 4 ya Jakaya. Yapo madeni. Na serikali hii ya awamu ya 6 inalipa. Hizi tunazokopa sisi kujengea, mtazilipa nyinyi watoto mnaokuja baadaye kuwa watu wazima, au wanaozaliwa baadaye ndio watakaolipa. Sasa kama tumewekeza ili mwekezaji huo ubebe uchumi kwa ajili ya wajukuu na vitukuu vyenu, halafu mnachoma moto. Unapochoma moto mtakuja kulipa na nini? Ni dhahiri itakuwa taifa lililokufa. Tusikubali kutumika, tulinde amani yetu. Vingunguti amani, sema amani kwanza. Vingunguti, Vingunguti. Naomba vijana mnyooshe mikono. Vingunguti, Vingunguti. Tumetesti, tumeona ile raha tabu. Tutarudia tena, haturudii ng'o. Nasikia huko mitandaoni huko angani wako wanaoshabikia wanasema turudie tena tarehe 9. Mko tayari kurudia tarehe 9? Mko tayari kurudia tarehe 9? Na washukuruni sana kwa sababu hamko tayari kurudia. Na tunataka tuwaonyeshe kwamba Tanzania ile ilikuwa bahati mbaya.
Sasa tumerudi kwenye akili zetu, hatumsikilizi mtu. Sisi nataka tuje machinjioni, tutafute pesa yetu, tuendelee na maisha, tuburudike kama hivi kwenye nyama choma, kumbila moto, nyama choma. Hapa ndio maisha tuliyozoea Vingunguti. Kweli sio kweli? Vingunguti ni sehemu ya raha. Vingunguti ni sehemu ya kula starehe. Vingunguti na maandamano wapi na wapi. Kwa hiyo nawasihi na waomba sana kwa nafasi yangu kama mwanafamilia mwenzenu, lakini pia kiongozi kwa nafasi hii ya kulinda usalama wa raia na mali zenu. Kazi kubwa niliyopewa ni kuhakikisha ninyi wananchi mnakuwa wa kwanza kulinda usalama wenu na mali zenu. Nyuma yenu liko jeshi la polisi la vijana wenu, watoto wenu, kaka zenu, ndugu zenu, wanalinda amani yenu. Shirikianeni na jeshi la polisi. Jeshi la polisi na wananchi ni familia moja, kwa sababu kazi ya jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zake. Polisi wawe marafiki zetu. Ni marafiki zetu, sio marafiki zetu. Polisi ni watoto wetu, sio watoto wetu. Ni ndugu zetu, sio ndugu zetu. Tusigombanishwe na polisi. Polisi ni marafiki zetu, na nimewaambia polisi. Sasa tunataka tuonyeshe aina ya jeshi la polisi ambalo linajenga urafiki na wananchi. Haya mambo mema ambayo anawafanya Rais Samia, hatuwezi tukafanikiwa bila kuwa na amani na utulivu. Amani na nini? Na utulivu. Niwaombeni sana ndugu zangu na vijana wenzangu. Hivi sasa Dr. Samia anatupeleka kwenye nchi ya ahadi. Anatupeleka katika nchi ya maziwa na asali. Ameshamaliza miradi viporo. Kwa hiyo hivi sasa ameingia madarakani, manake miaka yake 5 anaenda na miradi ambayo yeye mwenyewe ameibuni. Kwa mfano, hapa tuna diwani wa Kisukuru. Dr. Samia Suluhu Hassan ameipatia kwenye akaunti ya jiji bilioni 15. Lucy, hebu simama mheshimiwa waziri akuone. Ndani ya kata yake huyu, tukishaapishwa tunaenda kujenga kituo kikubwa cha afya katika kata ya Kisukuru. Kisukuru oye! Lakini hapa kuna diwani wa Pugu Station. Pugu Station tunaenda kujenga kituo cha afya cha milioni 500. Lakini ukitoka Pugu Station kuna kata ya Pugu. Kata ya Pugu tunaenda kujenga hospitali ya ghorofa 3 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 5. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Lakini wanasema mgagana huko hali wali mkavu. Kata hii ya Vingunguti, Mheshimiwa Rais anaenda kujenga kituo cha afya kikubwa chenye thamani ya zaidi ya bilioni 2. Lakini ukienda Mnazi Mmoja kwenye kata Kivukoni, ile hospitali tunaenda kuifumua. Tunajenga hospitali ya kisasa yenye thamani ya bilioni 5. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Maana yake nini? Jiji la Dar es Salaam tunakwenda kutoa huduma bora na huduma za kisasa. Na wakati anaingia madarakani alitupa maelekezo, tubuni vyanzo vipya vya mapato. Niwashukuru madiwani, kwenye kata zao tumejenga masoko na vyanzo vingine. Rais Samia anaingia madarakani tulikuwa tunakusanya bilioni 89. Hivi ninavyozungumza na wewe, tunakusanya bajeti yetu kwa mwaka bilioni 130. Mama Samia oye! Katika bilioni 130 hizo tuna 10% ya barabara. Tumetenga takriban bilioni 13. Maana yake ni kwamba mji huu utakuwa na barabara pamoja na mifereji mikubwa na taa za barabarani.